naitwa Renato Sisona, ni afisa uhusiano wa Wakala wa Majengo Tanzania TBA. Wakala wa Majengo Tanzania tunatekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi, ya ushauri, lakini pia tunaendeleza miliki za serikali. Katika maonyesho ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba tumekuja na miradi ya uwekezaji. Ni kwamba katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050 ambayo imejipambanua katika kujenga uchumi shirikishi, sisi Wakala wa Majengo Tanzania tumeanza kutekeleza, na imejipambanua katika kufanya miradi shirikishi ya kushirikisha sekta za umma na sekta binafsi. Sasa sisi Wakala wa Majengo tumeainisha maeneo 149 kwa ajili ya miradi ya uwekezaji, na katika maeneo hayo 149 maeneo 38 ambayo yako katika mikoa 20 ya Tanzania tumeshatangaza. Ni maeneo ambayo tunakaribisha wawekezaji waje washirikiane na sisi katika kuwekeza, na maeneo haya yako katika sehemu ambazo ni potential. Tunaposema potential, tunamaanisha kwamba sehemu nzuri kwa ajili ya kufanya miradi ya kibiashara, kujenga majengo ya kibiashara, kwa mfano maduka makubwa, shopping mall, unaweza ukajenga jumba za makazi, apartment na miradi mingine mikubwa ya kibiashara. Kwa hiyo yako katika sehemu nzuri sana katika hiyo mikoa 20 ya Tanzania. Na mikoa hiyo moja hapo ni Dar es Salaam, kuna Iringa. Ukienda pale Iringa kuna sehemu moja inaitwa Mwembe Togwa. Mwembe Togwa pako mjini kabisa. Pale tuna viwanja vyetu vitatu ambavyo kwa mwekezaji anaweza akajenga apartment, anaweza akajenga maduka, hawezi akapoteza. Ukienda Mwanza kuna karibu na Lock City Mall pale tuna eneo kubwa sana Ganakota. Lile eneo unaweza ukajenga apartment, ukajenga maduka, liko kwenye highway, barabara kwenda kwenye airport. Na hivi karibuni uwanja wa Mwanza unapanuliwa utakuja kuwa international airport. Lakini pia Mwanza ni hub ya East Africa kwenye upande wa uchumi, lakini pia ni gateway to Serengeti National Park. Kwa hiyo ukiwekeza Mwanza utafanikiwa, huwezi ukapoteza. Kwa hiyo yote haya ni maeneo ambayo sisi tuna viwanja. Kwa hiyo sasa tunawakaribisha wawekezaji waje. Mbali na Mwanza tuna Morogoro, tuna Arusha, tuna Songwe, tuna Tabora, tuna Kagera na tuna Geita. Kule Geita kuna sehemu inaitwa Mission Quarter ambayo pia inafaa kwa ujenzi wa apartment, nyumba za kupangisha, na unavyojua mkoa wa Geita ni mji ambao ni wa madini, ule una wageni wengi, different foreigners wako pale, kwa hiyo wanahitaji makazi. Kwa hiyo ukifanya biashara pale umefanikiwa. Kwa hiyo kote kule sisi TBA tuna viwanja. Kwa hiyo basi katika kutekeleza sasa hii tunasema dira ya maendeleo ya 2050 ya ushirikishwaji wa sekta binafsi, sisi tunatumia nafasi hii sasa kuwakaribisha wawekezaji waje washirikiane na sisi katika kufanya hii miradi ya ubia PPP. Na tunapozungumzia mwekezaji, hatuzungumzii tu kwamba mwekezaji lazima atoke nje. Unaweza kuwa ni Mtanzania, na tunazungumzia wawekezaji wote wa Tanzania na wale wa nje. Na uwekezaji unaweza kuwa ni mtu mmoja mmoja, unaweza kuwa kampuni, inaweza ikawa ni shirika, inaweza ikawa ni taasisi, ili mradi tu uko vizuri katika upande wa finance, financial capacity uko vizuri na unaweza ukawekeza. Kwa mfano kama eneo limeainishwa kwa ajili ya kujenga apartment, ujenge kweli apartment. Sio kwamba unasema apartment afu mwisho wa siku usiweke huo mradi ambao umetekelezeka. Kwa hiyo tumelenga katika maeneo haya. Kwa hiyo tutatumia maonyesho haya 50 kuwakaribisha sana watu wote ambao wanaweza kuwekeza, waje tuwekeze katika maeneo hayo kwa kushirikiana na TBA katika mikoa hiyo 20 ambao tumetangaza maeneo yake ambao ni mazuri kwa ajili ya shughuli hiyo. Na kitu cha kusema tu ni kwamba sisi tunapatikana nchi nzima, kila mkoa tuna ofisi na inafanya kazi. Kwa hiyo usisite pia, kama upo karibu, utembelee katika banda letu hili la Wakala wa Majengo hapa kwenye viwanja vya Sabasaba katika barabara ya Avenue. Hii barabara ya mazao inaitwa Avenue, ambayo ukifika hapa ndipo banda letu lipo, utapata maelekezo ya kina kuhusiana na miradi ya uwekezaji. Karibuni sana.